Ndugu zangu wana Mwilamvya, leo nimekuja kwenu kwa mara nyingine, maana mimi Mwilamvya nakuja sana. Alafu anaupenda huu uwanja, yani nikija Mwilamvya mara nyingi wananileta hapa. Mwilamvya safi? Safi. Kwa ndugu zangu nimekuja hapa leo kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kuwakumbusha ndugu zangu wapendwa kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 ndio siku ambayo tuna jambo letu, na jambo lenyewe ni uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu unakuja mara moja baada ya miaka 5, na tunachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunachagua wabunge na madiwani. Ndugu zangu wana Mwilamvya, uchaguzi ni jambo la muhimu sana, kwa sababu maamuzi utakayoyafanya tarehe 29 utaishi nayo kwa miaka 5, kwa sababu kwa mujibu wa katiba uchaguzi unafanyika kila baada ya miaka 5. Niwaombe sana tutoe uzito, tuipe uzito siku ya uchaguzi. Kwanza tuipe uzito kwa kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura. Tuipe uzito siku ya uchaguzi kwa kwenda kuchagua viongozi walio bora. Mimi nimesimama hapa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa. Ninaomba kura kwa Chama cha Mapinduzi. Naomba mchague rais kutoka Chama cha Mapinduzi, mama yetu, jemedari wetu, mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ninayezungumza Joyce mwana wa Lazaro Ndalichako ndiye ninayegombea nafasi ya ubunge. Ninawaomba sana nipe kura za kutosha, na kwenye nafasi ya udiwani nimeshamwinua kaka yangu Emmanuel Gamuye. Kwa hiyo naomba kura kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimejidhihirisha kinao uwezo wa kuliongoza taifa letu, kinao uwezo wa kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa. Chama cha Mapinduzi kimejidhihirisha kwamba kina uwezo wa kuleta maendeleo, na haya maendeleo yanayoletwa na Chama cha Mapinduzi ni washukuru sana waongeaji wote waliotangulia. Wameyazungumza vizuri, na mheshimiwa diwani ndio ameyazungumza kabisa, kwa sababu yeye yako kwenye vidole vyake, anajua jinsi ambavyo tulikuwa tunapambana kuyapata hayo maendeleo. Kwa hiyo ameelezea jinsi ambavyo tumeweza kufanikiwa. Lakini sasa mimi niseme kwamba alikuwa analeta changamoto kwangu, lakini ndugu zangu wanasema ukiona kobe yuko juu ya mti amepandishwa. Mimi sikuwa na uwezo wa kufanya shughuli zile ambazo amezieleza: kujenga zahanati, kujenga shule, kutengeneza barabara, kuweka umeme. Mimi kama mimi nilikuwa siwezi, lakini kule juu nilikuwa na kiongozi wangu msikivu, mpenda watu, ambaye anaposikia changamoto halali usingizi, anajaribu kuangalia atawezaje kuleta suluhu ya ile changamoto. Kwa hiyo mimi shukrani nazirudisha kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo amenibeba. Watu wa Kasulu mnanifurahia, lakini hiyo furaha aliyekuwa analeta kwenu ni Samia kupitia kwangu, kwa sababu nilikuwa napeleka changamoto. Nyie mnasema hatuna shule, mnakuta imejengwa. Ni kwa sababu tulikuwa na rais msikivu ambaye ni mpenda kuleta suluhu kwenye matatizo ambayo yanakuwepo. Kwa hiyo nishukuru sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ameniwezesha ndani ya miaka 5 katika jimbo langu nimepata shule mpya za msingi 6 na shule mpya za sekondari 9, ikiwemo shule yenu ya sekondari ya Mwilamvya. Na kama anavyoeleza zilikuja mapacha. Hela ya kujenga shule ya msingi, shule ya sekondari ya Mwilamvya ilikuja pamoja na hela ya kujenga shule ya sekondari ya Kimogwa. Zote zililetewa milioni 475, milioni 475. Lakini pia tumepata zahanati na mambo mengi ambayo wenzangu wameyasema. Ndugu zangu, nisingependa niarudie. Lakini pia nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana kwa heshima na unyenyekevu mkubwa nimeanza kwa kumwombea kura. Ninamshukuru kwa sababu mji wa Kasulu katika changamoto kubwa ambayo nilipokuwa naomba kura 2020
ni upatikanaji wa maji safi na salama. Maji yalikuwa ni mtihani mkubwa sana katika mji wa Kasulu, na upatikanaji wa maji ulikuwa ni 52% tu. Na itamani ndugu zangu, na mimi naomba kura za heshima. Hapo vipi ndugu zangu? Na Dajoi anaomba kura za heshima. Mikono juu, mikono juu, CCM mikono juu, mikono juu, CCM oye! Lakini pia tumpe na kura za heshima kaka yangu Emmanuel Gamuye. Tunatafuta mafiga matatu. Sasa wewe ukishapiga kura kwa Dr. Samia, unapiga na kwa dali chako, unamalizia na kwa Emmanuel Gamuye, kwa sababu wote sisi ni kitu kimoja. Chama cha Mapinduzi, mipango yetu tunapanga pamoja. Kwa hiyo ndugu zangu, nisiwachoshe, ila niwasisitize sana umuhimu wa kwenda kupiga kura. Naomba tarehe 29 kabla ya kufanya shughuli nyingine, tukaanze kwenye kupiga kura. Tuanze kwenye kupiga kura, na tukitoka familia twende pamoja. Mratibu wangu wa kampeni wa mkoa hapa alikuwa anawasisitiza familia tutoke hadi na tabasamu, maana maendeleo tumeyaona, na yajayo ndugu zangu, mimi niwahakikishie atakuwa mazuri zaidi. Yajayo miaka 5 itakuwa ya neema zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwatakie kila laheri katika kwenda kufanya maamuzi, na ninaomba tukachague Chama cha Mapinduzi.